mshiriki hai wa kazi ya Mungu. Uwe mshiriki hai wa kazi kama Fibi. Kwa mfano kama wakati huu tunajenga, kila mtu anaona kuwa mshiriki hai. Angalia nini kinaona hapo, tunatakiwa tusogee hadi pale. Mbona pamesimama? Ina maana kuna jambo. Unawaza hapo cha kufanya. Majeshi. Tuangalie wa mtumishi mwaminifu. Yaani ukisikia Fibi ni mfano wa utumishi mwaminifu katika kanisa la kwanza. Na sisi tunapaswa kuwa mfano wa Fibi. Tunapaswa kuwa mfano wa Fibi. Amen. Ndio maana Paulo anamuita mhudumu wa kanisa. Mhudumu wa kanisa la wapi? Kama mnakumbuka, Korea. Huwezi kuitwa mhudumu wa kanisa kama ufanye chochote, umekaa tu. Kufagia, wapo walioitwa kwa ajili ya hivyo. Kupanga viti, wapo wanaofanyaga. Wewe kila kitu unasema wapo. Wewe je? Wewe utafanya nini sasa? Utafanya nini? Kwa hiyo tuwe mfano wa utumishi mwaminifu kwa kumuiga Fibi anapomtambulisha, kutokana na anapotambulishwa na Paulo, lakini pia akamta ni msaidizi wa wengi kulingana na jinsi tulivyosoma hapo. Tunajifunza kwamba mwanamke anaweza kuwa nani? Mtumishi wa Mungu. Kumbe watumishi wa Mungu sio wanaume tu. Tunasoma kina Musa, kina Yoshua. Unaweza kufikiri kumbe wanaomtumikia kina Samueli ni wanaume tu. Lakini hapa inatupa ujasiri kwamba mwanamke yeyote ambaye ameamua kumtumikia Mungu anaweza akawa mtumishi wa nani? Mungu. Tumtumikie mtumishi wa Mungu. Amen. Na usikimbilie kuwa mtumishi wa Mungu, lazima uanze kuwa mtumishi wa mtumishi. Mtumishi wa Mungu. Ni Biblia inamtambulisha Yoshua kama mtumishi wa Mungu. Na sisi tunatakiwa tuwe watumishi wa mtumishi wa Mungu. Tukianza hapo tunakuwa watumishi baadaye, lakini mwingine anaanza anaona mtumishi wa Mungu anataka faida vitu wa mtumishi wa Mungu. Sema sio mimi. Tamtumikia Mungu wangu kwa bidii, kwa uaminifu siku zote za maisha yangu. Kwa hiyo tunapaswa kuwasaidia watumishi wa Mungu. Tunapaswa kubeba wengine. Fibi msaidizi wa wengi. Yaani mpaka nipo msaidizi wa wengi, maana aliwabeba na wengine. Wale walio chini kabisa aliwabeba. Je, sisi tunawabeba walio chini? Eti jamani, tunawabeba kweli? Au kimbeba baadaye anaanza kusikia matangazo nimsaidia fulani? Mbebe, lakini tusisikie kwamba ulimbeba juzi fulani alikosa mchele au tunda, nilibeba nikampelekea. Huo sio utumishi. Kwa vile tutakavyomtendea ndivyo vitafanya akumbuke au asikumbuke. Vile tutakavyomtendea vitafanya atubarikiwe au tupate kinyume chake. Nani uko tayari kupata kinyume chake? Nikisema kinyume maana yake la sema nakataa. Maana popote ambapo Mungu wangu nilifanya kwa uzembe, nikamkosea baba yangu wa kiroho, nikafanya kwa uregevu, ninatubu jioni ya leo. Ninaomba Baba unisamehe. Ile laana isiwe juu yangu kwa jina la Yesu. Amen. Inawezekana kwa mwanamke anaweza kuwa na heshima kubwa kiroho.
yaani kwa kuhudumu tu kwa uaminifu, utumishi ule wa uaminifu unaweza kukupatia heshima. Popote unapokwenda unaheshimiwa. Hata usipojitambulisha, watu wakikuona najua tu huyu ni mtumishi wa Mungu. Wala upigi kelele, "Baba jamani, mimi ni mtumishi wa Mungu." Wakikuona tu wanajua. Kwa nini? Tumepewa chapa ya Kristo. Yaani kule kumtumikia Mungu kwa uaminifu, kufanya kazi ya Baba kwa uaminifu, kunatupatia nini? Heshima. Watu wakikuona wanakuheshimu. Wala huhitaji kujitambulisha. Sawa jamani? Pia ukomavu wa kiroho unapimwa. Haupimwi kwa kijinsia, kwamba wanawake bado lakini wanaume wamekomaa. Ukomavu wa kiroho haupimwi kijinsia. Tunajifunza hapa kwa Priska au Priscilla. Na mbewe nani? Paulo anaanza kumtaja Priscilla. Ina maana Priscilla alikuwa ni kiongozi kwa mumewe. Kuna tofauti ambayo ilikuwa inamtofautisha Priscilla na mumewe Akila. Kwa hiyo Priscilla kwa namna nyingine alikuwa amekomaa zaidi kuliko nani? Mume wake. Kwa hiyo Mungu anainua wanaojitoa bila kujali jinsia zao. Mungu anainua watu pasipo kujali jinsia ya mtu. Mungu anatumia watu kwa viwango vyake pasipo kuangalia kwamba wewe ni mwanamke au ni mwanaume, ila ule uaminifu wako kwa Mungu, utumishi wako. Naposema utumishi, kufungua watu, kushuhudia, kuomba, kusaidia wengine, matendo mema yale, Mungu anakuinua. Mungu anakuinua. Kwa hiyo unaona katika maisha, mtu yeyote ambaye ameamua kutoka ndani, lazima Mungu amuinue. Na ukifanya hivyo, Mungu anafanyaje? Anakuinua. Unainuka katika maisha yako, unainuka kiuchumi, kazini unapata promotion, maisha yako yanapanda viwango kutoka kidogo kwenda kikubwa. Kwa nini tu? Utumishi. Biblia inasema usimpe ibilisi na shetani asubiri kukaribishwa. Ukifungua tu anaingia. Roho Mtakatifu anasubiri umkaribishe. Kwa nini usubiri kumfungulia ibilisi nafasi? Kwa nini umpe nafasi? Mambo ya kwanza, kinyume cha mafundisho mliojifunza. Tumefundishwa habari ya upendano wa ndugu. Paulo amemtambulisha Filipi kwamba ni ndugu yenu. Hivyo basi mtu yoyote anayekuja hapa, haijalishi ametokea Katoliki, ametoka Lutheran, ametoka TAG, ametoka wapi, ni nani? Sisi wote ni watoto wa Baba moja. Kamdomo Makwazi Fitina amesema ni kinyume cha mafundisho. Hatujafundishwa kutawanya, tumefundishwa kukusanya pamoja. Biblia inasema ni vema tena ndugu wakae pamoja pamoja. Mwanamke ni mtumishi wa Mungu, lakini akikubali kuwa mwaminifu, akikubali kutulia, akaongozwa na Roho Mtakatifu.